Naam, karibu tena msikilizaji na mfuatiliaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Tuko katika wasaa ule wa mjadala, na kama ulivyosikia katika matangazo yetu, mkutano wa kilele wa NATO umehitimishwa mjini The Hague, Uholanzi, ambapo viongozi wa nchi wanachama walikubaliana kuimarisha ushirikiano, uwezo wa kijeshi na nafasi ya muungano huo katika kukabiliana na hatari mpya za kiusalama duniani. Lakini maswali ni mengi bado yanasalia. Je, NATO ni kielelezo cha mshikamano na ulinzi wa pamoja au ni chombo cha mataifa makubwa kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine? Mjadala wetu wa leo unachambua kilichojadiliwa na kuamuliwa The Hague, pamoja na maswali mapana kuhusu mustakabali wa NATO na nafasi ya Afrika, mataifa mengine yanayoendelea na sauti za waliowahi kuathiriwa na hatua za kijeshi za muungano huo. Katika kuiangazia hayo, kwa njia ya simu nipo nao Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, yupo mjini Paris, na Dr. Harrison Mwilima, profesa wa chuo kikuu Berlin, anayefuatilia kwa karibu masuala ya Ulaya. Naomba kwanza nihakikishe kama mupo nasi. Karibuni sana katika mjadala wetu. Asante. Tuanze kwako Harrison. Mkutano wa NATO mjini The Hague umemalizika na maamuzi makubwa yaliyofikiwa ni hili la nyongeza ya matumizi ya sekta ya ulinzi kutoka 2% ya pato ghafi la taifa hadi 5%. Ni ujumbe upi umetumwa kwa washirika na wapinzani wa jumuiya hii ya NATO? Nadhani ujumbe uliotumwa hapo ni kwamba tumeingia sasa katika mashindano ya matumizi ya kijeshi. Kwa sababu tunavyoelewa katika masuala ya mahusiano ya kimataifa, zile nchi ambazo tunaona kama unaweza ukasema ni nchi maadui, kwa mfano kama Urusi, kama Uchina, ukiona nchi ambazo unaziona kama ni maadui wanaongeza bajeti zao za ulinzi, inamaanisha na wewe utaongeza bajeti yako. Kwa hiyo hicho ndio ninachokiona, lakini wanasema ni 5%, lakini kiukweli sio 5% ya pato la taifa, ni 3.5%. Lakini walivyokubaliana, kwa mfano kama hapa Ujerumani tunaona mijadala kwamba hii 1.5% inayobaki itaenda kwenye miundombinu ya kiusalama. Kwa hiyo nadhani pia hapo viongozi wa Ulaya wamejaribu pia kucheza na namba. Kwa hiyo sitashangaa kwa mfano huko baadaye labda Ujerumani kaamua kujenga daraja lakini ikapelekwa katika bajeti ya ulinzi ambayo ilibidi iende NATO. Kwa hiyo ninachoona hapa ni kwamba viongozi wengi wa Ulaya na hizi nchi za magharibi walitaka tu kukubaliana na Trump, kwa sababu ni Trump yeye ndio aliwekea pressure kubwa sana na kuwafanya mpaka wakubali kuongeza na kufikia hii 5% ya pato la taifa. Kwa sababu swali langu lilikuwa linakuja hapo Harrison, kwamba wanaweza kweli kuchangia 5% kwa matumizi ya ulinzi, au wamekubali tu shingo upande kwa kumridhisha kama ulivyosema Donald Trump, kwa hofu kwamba angeweza kuiondoa Marekani katika muungano huo, au hata kufanya kile alichowahi kusema mwenyewe hadharani, kutoyalinda mataifa yasiyotoa mchango wa kutosha wa kifedha. Nadhani ni kwa kumridhisha Trump, kwa sababu tukumbuke kwamba nchi za Ulaya kwa mfano wenyewe kitisho chao kikubwa ni Urusi, lakini tunaona hata katika tamko lao la mwisho Trump ameweza kufanya kwamba tamko kuelekea Urusi lisiwe tamko kubwa sana la kutisha. Kwa hiyo tunaona kabisa hizi nchi za Ulaya ni zimeamua kufanya hivyo kwa kukubaliana na Trump, lakini tunajua kabisa kwamba wataenda kutoa hatua 3.5 na kuingiza hiyo 1.5 kwenye miundombinu yao ambayo watasema miundombinu ya kiusalama, lakini ukweli ni kwamba wataenda kuingiza hizo hela katika miundombinu yao. Lakini pia tukumbuke hapo labda kwa kuongeza tu moja la mwisho, tukumbuke kwamba hii pressure kutoka kwa Trump tunajua yeye ni mfanyabiashara. Tunajua kabisa kwamba hii pesa itakayoingia katika NATO, hii yote 1% kubwa ya pesa hiyo itaenda kwenye makampuni ya Marekani yanayotengeneza silaha. Kwa hiyo hapo Trump yeye pressure hiyo ameiweka kwa hizi nchi nyingine ili kuongeza bajeti za ulinzi, lakini pia tunajua kabisa 1% kubwa ya pesa hizo zitaenda Marekani katika makampuni ya kutengeneza silaha.
Tuzungumzie hiki kitisho, labda nije kwako Mohamed Saleh. Hiki kitisho ambacho NATO inakizungumzia kwamba kuna kitisho cha dhahiri. Uingereza imelitaja hilo, Ujerumani, Ufaransa na hata katibu mkuu mwenyewe wa jumuiya Mark Rutte wameendelea kusema kuwa kuna kitisho cha dhahiri, wakimaanisha Urusi. Lakini vile vile kuna sauti kinzani kutoka Hungary ambayo haioni Urusi kama kitisho kwa Ulaya. Unadhani Moscow inatoa kitisho cha kweli ama ni mkakati wa NATO kujimarisha dhidi ya nguvu mpya zinazoibuka duniani kama vile China kwa mfano? Mimi ninavyohisi kwamba Urusi haikuwa kitishio hapo awali, lakini ya mazingira yamefanya kwamba wahisi kwamba sasa imekuwa ni tishio, kwa sababu huko nyuma Urusi wasiwasi wake ilikuwa ni kwamba yale makubaliano ya mwanzo, yale ya awali, yale makubaliano ya Minsk kwa mfano, yangelikuwa yameheshimiwa, kusingekuwa kwa mfano na uvamizi wa Ukraine. Kwa hiyo wanachojaribu ni kutaka kuonesha kwamba Urusi imeivamia Ukraine, kwa hivyo inaweza kuvamia nchi yoyote ile ya Ulaya. Lakini ukiangalia ni kwamba Warusi wao wameamua kujihami kutokana na kwamba majeshi ya NATO toka ulivyoanguka ukuta wa Berlin yamekuwa yanazichukua zile nchi ambazo awali zilikuwa ni nchi rafiki za Urusi. Kwa hivyo ni mazingira ambayo wao wenyewe wameyatayarisha, ambayo yamefanya sasa hivi kwamba Urusi imekuwa kama ni tishio kwao. Lakini hapo awali au siku za nyuma kulikuwa pia na mazungumzo kwamba Urusi labda iwe sehemu ya NATO au ya umoja wa ulinzi wa pamoja. Kwa hivyo kama yangefanyika mambo hayo hapo nyuma, kusingekuwa na wasiwasi ambao uko sasa hivi. Lakini pia ningependa kama wataniruhusu kuzungumza kuhusu hili swala la 5% ya kuchangia. Kwa kweli ni ushindi wa bwana Trump, kwa sababu muda mrefu sasa Trump amekuwa anatiweka shinikizo hilo la kuwa na 5%. Na ukiangalia ni mzigo mkubwa kwa nchi nyingi tu hizi za Ulaya. Sio kwamba nchi za Ulaya zilikuwa hazitaki kufanya hivyo, lakini hazina uwezo wa kufanya hivyo. Kwa mfano Spain imesema wazi kwamba wao hawawezi kuchangia kiasi hicho. Na huku kwa mfano kwenye nchi za Ulaya kama Ufaransa kwa mfano, watu wanapiga makelele bungeni kwamba ili kuweza kufikia huko kwenye 5% itabidi sasa serikali ikate matumizi ya jamii, matumizi ya afya, matumizi ya elimu, ulinzi wa mazingira na kadhalika. Kwa sababu mtu anaweza kujiuliza, kama hivyo mtu anaweza kujiuliza, je, NATO kwa kukubaliana katika hilo la 5% imejimarisha kweli kama walivyokusudia, au ilikuwa ni kauli tu za kisiasa ambazo baadhi wanaona hazina mwelekeo wa kweli wa kiutendaji? Mimi nahisi wasiwasi bado upo, na hata kwa kumridhisha Trump. Manake kwanza kama umefuatilia vizuri utaona kwamba wamemlazimisha aliyekuwa akisema kwamba Trump atahakikisha ulinzi wa Ulaya, alikuwa ni mkuu wa OTAN wa NATO, lakini sio Trump mwenyewe. Mpaka wamemlazimisha atoe kauli yeye mwenyewe kwamba atafanya hivyo. Lakini unamuona kwamba alikuwa anazungumza kuna hati nyingi. Kwa hivyo hata kwa kuchangia hizo 5%, sina hakika kwamba Trump atakuwa analazimika kufanya vile nchi za Ulaya zinavyotaka. Bado Trump atakuwa amebaki na turufu na ataamua yeye anavyoona. Asante. Ni mshirikishe kidogo Tatu, upande wa pili kule wa studio, yupo pale kuangalia walichokisema wasikilizaji kuhusiana na mada yetu hii. Labda mtu mmoja wawili Tatu kabla sijarejea tena kwa Mohamed Saleh.
Haitham Saif hapa anasema NATO ipo kwa maslahi ya mataifa magharibi, sio kwa ajili ya amani. Kayuni Rashid akiwa Dodoma anasema hakuna cha NATO wala cha ulinzi, vita ikiamua mahali popote pale inaamua. Kikubwa usalama wa nchi na uongozi wa busara. Asante Tatu. Nirudi tena kwako Mohamed Saleh, kwa kifupi tu maana naona muda haupo nasi. Wapo wanaodai kuwa NATO imekuwa chombo cha upendeleo wa mataifa makubwa ya magharibi. Je, unakubaliana na mtazamo huu na nini maana yake kwa Afrika au dunia ya kusini? Ni kweli kabisa kwamba NATO ni chombo ambacho kwa sasa hivi kinatumika katika kuendeleza zile siasa za mabavu za kukandamiza nchi ambazo labda zitakuwa na msimamo tofauti na maslahi yao. Naona hatupo naye tena hapo Mohamed No, nipo. Aha, basi naomba nitoe swali hili kwenu. Sawa. Naomba nitoe swali hili kwenu nyote wawili. Je, Harrison na Bwana Mohamed Saleh, je, katika hali ya sasa ambapo dunia inakumbwa na migogoro ya kiusalama kila kona, NATO ni suluhisho au sehemu ya tatizo? Na Afrika inapaswa kujiweka wapi katika mlingano huu? Kwa haraka tu. Hizi NATO ni tatizo kwa sababu utaona kule kwenye ni tatizo kwa nchi ambazo hazina mitizamo au hazina maslahi sambamba na nchi za Ulaya. Nchi ambazo zinataka haki, kuna nachoona zaidi ni kwamba NATO inasimamia maslahi ya Ulaya, lakini pia ya nchi zile ambazo labda zina usuhuba mkubwa na Ulaya, lakini nchi ambazo zinajaribu kutaka kujikomboa na kuwa huru, ni NATO ni kikwazo kikubwa kwao. Harrison, kwa kifupi tu. Nadhani mimi mwenyewe pia nadhani ni tatizo, kwa sababu tunakumbuka kwamba NATO lengo lao kubwa ni ulinzi wa pamoja, lakini ili swala la ulinzi wa pamoja lilitumika tu mara moja baada ya September 11 Marekani ilipovamiwa, lakini baada ya hapo tumeona NATO ikijihusisha katika vita mbalimbali. Tumeiona ikiingia Yugoslavia, tumeona ikiingia Libya, tumeona ikiingia Afghanistan, na nchi zote ambazo NATO imeingia tunafahamu hali ya Libya ilivyo, tunafahamu hali ya Afghanistan ilivyo. Kwa hiyo sehemu zote ambazo NATO imeingia imeacha kule machafuzi ya hali ya juu. Kwa hiyo ndio changamoto ya NATO ambayo inaonekana sasa. Kama ikibaki kwenye lengo lake lile kwamba ulinzi wa pamoja, ina maana hiyo inaweza isiwe tatizo kwa dunia, kwa sababu ina maana ni jeshi ambalo litabaki tu pale kuwepo, na kwamba kama mwanachama mmoja akivamiwa wao ndio wataingia. Kama ni hivyo, hiyo inaweza labda ikapeleka amani kwa nchi hizo, kwamba nchi nyingine, nchi adui zinaweza zikaogopa kuzishambulia nchi hizo. Lakini haya mambo ya kwanza kwenda sehemu zingine, hiyo ni hatari kabisa.